Maana tuko katika hospitali hii, hivyo ni kwamba tunataka kuingia ndani ili tuweze kuona wagonjwa, tuwape yale mahitaji yetu tuko nayo kidogo, ili iweze kuwasaidia na tuwape faraja ambayo imetuleta katika hospitali hii. Hivyo tunataka tuombe. Wananishika kweli wale wako pale? Tunaomba. Tunashukuru Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na mfalme unayetupenda. Tena jina lako litukuzwe, maana umetupa mbinguni, umetupa kuyetu hapa kwa kutukuza kwamba wewe ndiye mponyaji mkuu, kwamba Roho Mtakatifu akae kati yetu na tuongoze katika mwanzo hadi mwisho. Tuombe hivyo kwa jina la Yesu. Amen. Nasoma fungu ninalolisoma ni kitabu ya Yeremia 32 mstari wa 27. Mtu amepata nisomee pale. Yeremia ni 32 mstari wa 27. Mtu anisomee pale. Tuko katika kitabu cha Yeremia 32 mstari wa 27. Mstari wa 27, 32 Yeremia. Inasemaje? Soma. Tazama mimi ndimi Mwenyezi Mungu. Tazama mimi ndimi Mwenyezi Mungu. Mungu wa watu wote. Mungu wa watu wote. Hakuna lolote linaloweza kunishinda. Hakuna lolote linaloweza kunishinda. Hivyo ni kwamba hata ugonjwa inapoingia kwa mtu, nani ambaye atakayemponya? Mungu. Ni Mungu anayeponya. Hivyo ndiye anasema tazama yeye ni Mungu muumba wa watu wote wenye mwili. Hivyo yeye ndio anaweza mambo yote kwa hiyo mwili ambaye ameumba. Hivyo hakuna neno ambalo lililo gumu kwa Mungu ambaye aliumba mwili wa mwanadamu. Anasema kuna neno gumu lolote gumu lisiloliweza katika mwili wa mwanadamu. Hivyo tunapoenda kutazama wenzetu hapa ndani, tujue ugonjwa ipo, hata sisi siku moja tutagonjeka, tutaweza kuingia hospitali, lakini tujue ya kwamba kiini cha mambo yote ni kwamba Mungu ndiyo mwenye kuumba miili, na yeye ndiye amebeba uponyaji wa mwanadamu yeyote, kwa sababu yeye ndiye alimuumba. Anajua yeye kama muumbaji vile atamfanya aweze kupona kutoka kwa ugonjwa ambayo ako nayo. Hivyo ni kwamba tunaingia kuona wagonjwa. Baada ya kuwaona, tutawapa zile vitu tuko nazo vichache ambazo tumekuja nazo. Baada ya kuwapea, ndipo tutawaambia ni nini kitakachofuata. Nasikizana. Huku yetu na tena sio yote itaenda. Wale ambao ni viongozi wetu ndio wataingia ndani, wengine tutabaki hapa tukiendelea kwa hiyo marching hapa. Alafu wale ambao mnaingia, najua wengine ni watoto wadogo, naweza mkaangalia mtoto kustuka, watoto wadogo hapana. Enda angalia tu, wengine mnaingia, msiohofu, siku moja hata wewe unaweza kawa naye. Kwa hiyo letu kufika pale kwa wodi hiyo, tunaomba, kisha muomba, tunapeana vitu vile ambavyo tunafanya nini? Tumekuja navyo. Hivyo ninaomba kwamba tuombe, alafu ndio tupeane vitu vizuri tupate nafasi ya kurudi. Haya, toa kofia. Haya, tuombe. Mwenyezi Mungu ushie mbinguni, tunakushukuru. Leo ni siku nzuri, siku ya ajabu, siku ya furaha, siku ya ukombozi, siku ya uponyaji kwa watu wako. Tuna watu ambao wako ndani ya hospitali hii ambao Mungu wa mbinguni wamekuja kuhitaji msaada kutoka kwako. Mungu, tunapokuita, miili yetu ni migonjwa, tunahitaji utuhudumie. Madaktari walio hapo ambao wameweka kwamba Mungu wa mbinguni waweze kufanya kazi mkono wa kulia. Mungu, pamoja na hayo tunaomba kwamba tumekuja na neno lako. Na neno lako ndio litakalo waponya hao wagonjwa. Kiongeza hayo madawa ambayo yanapatiwa, Mungu wa mbinguni, nguvu zionekane katika mwili wao na mahitaji yao Mungu wa mbinguni waweze kuyatimiza. Kubali wote walio katika wodi hii na katika hospitalini waondoke wote wazima, warudi makwetu. Si hayo tu. Mikononi ulisema kwamba nenda mkahubiri Injili. Baada ya kuhubiri Injili mkamaliza, ukawauliza mna nini? Mtoto mmoja akapatikana na samaki 2 na mikate 3. Hatimaye wanafunzi wakauliza hii ni nini katika watu hao wote? Leta hiyo samaki, leta hiyo mikate. Ulipopokea ukaomba, na hatimaye chakula
mkate pamoja na samaki vikabarikiwa, wakala wakasaza mpaka wakaokota vikapu 12. Tunahitaji Mungu wa mbinguni bariki hiki chakula na kila ambacho tumekuja nacho, kibariki wanapokitumia, wanapokipata, kiwasaidia katika maisha yao, wanapokuwa wakiwa na tumaini ndani ya hospitalini kwamba kwa siku 2-3 watatoka wote warudi nyumbani. Tunaomba kwa jina la Yesu. Sasa wale wako na vitu mgonjwa wetu. Hello. Mzee. Habari ya wewe? Katika hospitali ya wanaume kusalimu na kuwapatia masawati mbalimbali ama mahitaji yao. Hawa katika wati wako watatu, jambo lolote lizuri kunalo nataka kichwa ndio nataka mbele. Asante. Tutaenda kwa njia hii, tutakuwa na mtoto mmoja, participants wawili, one boy and one girl, will pray, and then mwalimu mmoja hapo, Madam Edwina nitaomba, alafu pia one of us ataomba. So those children who can pray, one boy, Moja. Msuluhishaji kadi ya mama, na asante kwa sababu wanapeana zawadi mbalimbali, wanapeana zawadi, kila mmoja anapokea zawadi yake ili kuendelea ana maisha ambayo kunayo katika hospitali hii. Wanapoendelea kupata nafuu, tunashukuru Mungu nasiti kuwatunza. Naingia pia kwa watu wengine kwa ajili ya kuhudumia wale ambao ya tunashukuru Mungu kwa sababu hadi anaendelea kuonekania. Asante sana. Kasi Mungu awabariki na msiti kudumu katika maombi. Hapa wodi ya kina mama ambao pia tumeingia kwa ajili ya kukutana na wagonjwa hawa, watoto wako hapa. Pia tunawatakia basi wanapokea zawadi mbalimbali kiwa wanahudumiwa na watoto wetu hawa watafuta njia. Mungu asiti kuwabariki watoto hawa na wapatie uponyaji wa haraka. Basi hapa pia ni watoto, mama na mtoto ambaye wako hapa. Watoto ni wawili, mama mmoja. Watoto wetu wanaanza kuwahudumia kwa ajili ya mahitaji ya kila siku kujikimu na maisha ya hapa. Mungu awabariki na Mungu awasaidie na kuwaongoza. Kumbuka hawa watafuta njia kutoka mtaa wa Kitong'anya ambao wako na makanisa 13 ambao wangeingia wote, lakini baadhi yao wako nje, wengi wengine wachache wameingia ndani. Paki salama, Mungu atawaongoza.
ambacho tumeleta kikubwa na neno lako Baba, wape tumaini tena na waweze wakatupa mamlaka na kurudi na kwao kama wanaponyaji Baba, uweze kuwaponya siku ya leo, wazuri wengine na kuwakumbuke Mungu wetu, kama ni watoto wako wagonjwa, wacha wapate uponyaji, kama ni wao wenyewe Baba, wacha wapate uponyaji, jioni katika jina la Yesu. Baba na Mungu wetu, tunawatakia uponyaji haraka na uponyaji mwema. Basi wale wa kupeana Wapi wale wa kupeana na wapatie nafasi kosa wapate kupeana. Si wameanza kupeana wagonjwa zawadi mbalimbali kwa ajili ya mahitaji yao. Moja huyu mama pia pande hii. Si ningependa basi ningependa kujua mama, umekuwa hapa kwa muda gani? Ongea kwa sauti kwa sababu ulimwengu wote wanakutazama. Nilikuja jana usiku. Kuja jana usiku kwa ajili ya mtoto mgonjwa ama wewe ni mgonjwa? Mtoto ndo alikuwa mgonjwa. Okay, asante. Mungu atamponya. Mungu awabariki na muendelee kuomba. Msikose kuomba. Asante sana.